Tukiwa tumeendelea kuweka kambi hapa katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma katika tukio la kumuaga marehemu MC Pilipili na ambapo leo anatarajiwa kuzikwa. Tumezungumza na MC Kisoli, ni moja kati ya watu ambao za ucheshi pamoja na MC. Naye MC Kisoli alikuwa na haya ya kueleza. Nashukuru kwa pole na pole kwa kila mtu, sababu huu ni msiba wa taifa. Na ukiongelea Pilipili unaongelea muasisi wa sanaa ya ucheshi wima, lakini pia unamuongelea mwanamapinduzi wa shughuli za ushereheshaji. Kwa hiyo Pilipili ni mtu ambaye ametuachia legacy kubwa sana ndani ya nchi na hata nje ya nchi. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa mchango wake huo katika jamii yetu. Wewe umekiri kwamba ni mmoja kati ya waanzilishi wa stand up comedy, lakini naona kama kuna wengine hawalitaji hilo. Ni kitu gani ambacho kinapaswa kukifanya zaidi kumrecognize mtu kwa kile ambacho aliwahi kukifanya? Kama wakili maana tutakuwa hawatambui, kwa hiyo inabidi sisi ndio tuwaambie. Kwa hiyo sisi tutawaambia huyu ndio alianzisha. Kwa sababu tunasema heshima haiombwi, heshima inapewa. Kwa hiyo kama mtu atambui inawezekana afahamu, tutamfahamisha. Ni kipi hasa ambacho utakikumbuka kwa marehemu? Aisee, kikubwa zaidi ni moyo wake safi wa kusaidia mtu ambaye hata hausiani naye, hana undugu naye wowote. Hilo ndio jambo kubwa ambalo nalikumbuka kwake. Ni mtu ambaye alikuwa hana makuu kabisa, yani sio sababu amekufa. Hata ingekuwa hapa hai ningekwambia hivyo. Ni lipi hasa ukiachana tu na ule ukaribu ambao alikuwa nao na kuweza kuwasaidia watu wengine, ambalo unaweza ukasema ili nikiliongeza kwenye kile ambacho alikuwa anakifanya tutamkumbuka sana MC Pilipili? Kikweli, kusema kweli, mambo mengi ambayo alikuwa anayafanya tumeyasema. Kitu ambacho nahisi mimi nimekuja pia kukiona ni kwamba ukiachana na yote, MC Pilipili hakuwahi kuishi bila kumsahau Mungu. Kwa namna yoyote ile alikuwa ana hofu ya Mungu. Alikuwa anazunguka na kwenda yani anafanya kile anachokifanya, lakini bado hofu ya Mungu ilikuwa iko pale pale. Hiyo ndio kikumbuka. Kwamba hata tuwe ni watu wa namna gani katika jamii zetu, tusiweze kusahau Mungu. Hilo nitaendelea kulikumbuka, na hiyo naliona ikiwa kitu cha kipekee sana kwa sababu watu wengine mtu akipata umaarufu fulani katika jamii anaweza akalisahau hilo, lakini yeye hakuweza kulisahau hata mara moja.